والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, niwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya ya 102 katika sura Al-Imran, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusisitiza, anatufunza, anatukumbusha, na kwa mapenzi makubwa aliyonayo anatuongoza katika njia iliyo ya sawasawa, mapenzi yake kwetu sisi. Mwenyezi Mungu anasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Anasema, enyi wale ambao mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, na msife, msiondoke hapa ulimwenguni isipokuwa muondoke mkiwa mpo katika hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Sehemu ya kwanza ya aya hii, Mwenyezi Mungu anatuita kwa jina la imani, ambayo masahaba wanaeleza ilikuwa aya ikiteremka inaposema enyi wale ambao mlioamini. Wao masahaba, aya ikianza hivi, kila mmoja alikuwa anahisi yeye ni miongoni mwa hao. Kwa hiyo sehemu ya mwanzo ya aya hii na nyingine zinazokuja kwa mtiririko huu wa kuita enyi wale ambao mlioamini, kila mmoja wetu ajifanyie mwenyewe critical self evaluation. Yeye ni miongoni mwa hao, anadhani anaingia kwamba na yeye ni katika waumini, kwa namna anavyoishi, namna anavyoshirikiana na wenzake katika kazi, katika biashara, popote pale alipo, ajiulize anastahiki kuingia katika hao wanaoitwa na Mwenyezi Mungu waumini. Sehemu ya pili, Mwenyezi Mungu anatuambia ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Na wanazuoni wakatufasiria kwamba imani ni maneno kwenye ulimi, itikadi kwenye moyo, na matendo katika mwili wako. Vitatu hivi lazima viende pamoja kuthibitisha kwamba wewe ni muumini. Unatambua kwa Mwenyezi Mungu amekataza zina, haitoshi kuwa kwenye ulimi, ikae na katika moyo, alafu vitendo vitekeleze. Unatambua Mwenyezi Mungu amekataza wizi, haitoshi kwenye ulimi, ikae katika moyo na kisha mwili utekeleze, kama ambao sehemu nyingine wamesema imani ina hakika tatu. Hakika ya kwanza ni katika ulimi, hakika ya pili katika moyo, na hakika ya tatu inadhihiri katika mwili wako. Yakitimia haya matatu, inapoteremka aya ikasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao walioamini, ndio na sisi tunaweza kuwa kama masahaba wanasema ahassa kullu wahidun minna annahu minhu. Kila mmoja alikuwa anahisi kwamba yeye ni katika hao, kwa hiyo anasubiri kinachofuata, ima makatazo aache au maamrisho afanye. Kinachofuata hapa, ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Wanazuoni wakatusaidia kumcha Mungu ukweli wa kumcha maana yake nini. Wakasema ni kumtii bila kumwasi kwa kiasi cha uwezo wako,
kushukuru bila ya kukufuru au kukanusha kwa kiasi cha uwezo wako, kumtaja na bila ya kumsahau kwa kiasi cha uwezo wako. Maana yake ufanya mwisho wa jitihada yako katika kumcha Mungu kwa namna ambayo kila alichokiamrisha ukiacha na kila alichokikataza ukifanya. Hiyo ndio maana ya kumcha Mwenyezi Mungu, ukweli wa kumcha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikwenda kumtembelea kijana yule alikuwa mgonjwa na yale alikuwa maradhi yake ya umauti, ndio anaondoka duniani. Alipofika akamuuliza, vipi hali yako kwenye moyo wako na nafsi yako, kaifa tajidu? Kijana akamjibu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wallahi ya Rasulullah, inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi. Mimi ninajisikia kwenye moyo wangu na matamanio ya kukutana na Mola wangu akiwa ameniridhia, lakini upande wa pili na hofu juu ya madhambi yangu niliyofanya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la yajtami'ani fi qalbi 'abdi fi mithli hadha al-mawqif. Mambo mawili haya, kuwa na matarajio kwa Mwenyezi Mungu na kuwa na hofu na wasiwasi kwenye mabaya aliyoyafanya mja, viwili hivi havikutani katika moyo wa mja akiwa kwenye muda wake wa mwisho kuondoka duniani, illa a'tahu Allahu ma yarju, isipokuwa Mungu atampa anachokitaraji, wa amanahu mimma yakhaf, na atamlinda na anachokiogopa. Wewe na mimi tukikagua ndani ya nafsi zetu, ndani ya mioyo yetu, namna tunavyoishi, tunavyofanya kazi, tunavyofanya biashara, vinakutana viwili hivi, kwa unataraji kwa Mwenyezi Mungu na unaogopea madhambi na makosa uliyoyafanya. Mwenyezi Mungu anatuambia tumche Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Atujalie Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa waja wake walio wema wanaomcha yeye ukweli wa kumcha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala wajapata walio Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii inatufundisha kudhibiti, kudumu katika yale mazuri yanayopenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Tudumu nayo mpaka tunaondoka duniani. Wanazuoni wakatuambia tiririko wa maneno kwa Mwenyezi Mungu, anasema sife ilhali mfe mkiwa Waislamu. Maana yake ni kwamba kwa kuwa hakuna anayejua atakufa lini, kwa kuwa hakuna anayejua atafia wapi, maana yake ni kwamba kila dakika, kila sekunde yako hakikisha uko katika Uislamu, hakikisha uko katika anayopenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Usibabaike ukasema watu wanafanya mangapi, itakuwa hili
wacha kidogo niburudishe moyo dakika hizi, kwa sababu hujui utaondoka wakati gani. Kuelewa maneno haya ni kuishi katika utaratibu huo, na Qur'ani inatufunza watu wema waliopita walipofikia daraja ya juu ya kupewa mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, walimuomba Mwenyezi Mungu asiwatoe hapo. Nabii Yusuf alipopewa neema sasa ameipata. Kisoma Qur'ani kwenye surati Yusuf aya 101, anamuomba Mwenyezi Mungu kwa maneno haya, anamwambia anta walii fi dunya wal akhirah, wewe ndio mlinzi wangu duniani na akhera. Tawafani musliman, hapo uliponifikisha naomba niondoke duniani uniue nikiwa Muislamu. Wa alhiqni bisalihin, na unikutanishe na watu wema, ndugu zangu mitume na manabii. Wachawi wa Firauni walipoona muujiza kutoka kwa Nabii Musa wakaamini. Walipokuwa sasa wako kwenye daraja nzuri ya neema na kupata radhi za Mwenyezi Mungu, wao pia pale pale walimuomba Mungu wakisema, rabbana afrigh alaina sabra, ee Mola wetu tumiminie subira na uvumilivu kwa mateso atakayotufanyia Firauni, lakini watawafana muslimin, na tuondoshe duniani tukiwa Waislamu. Wala tamutunna, Mwenyezi Mungu anatuambia sisi msife illa wa antum muslimun, ilhali mfe mkiwa katika Uislamu. Kanuni ya kiimani ni kwamba man asha ala shay'in mata alayhi, kile unachoishi nacho, kile unachokikumbatia utafia kwenye kitu hicho. Wa man mata ala shay'in, na mwenye kufia kitu chochote kile, bu'itha alayhi, atafufuliwa akiwa kwenye kitu hicho. Yanathibitishwa haya na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema yub'athu kullu 'abdi, atafufuliwa kila mja ala ma mata alayhi, juu ya kile alichofia. Tujikague vizuri kabisa, kile unachoishi nacho, unachokikumbatia, unachopambana ukajificha ukaona uendelee nacho kwa sababu watu hawakuoni, ujue ndicho utakachofia kwa kanuni hii. Na kwa kuwa umefia kwenye hicho, utafufuliwa katika hali hiyo. Ya ayyuhalladhina amanu, Mwenyezi Mungu anatuita kwenye sifa hii, tujikague tumo, enyi wale ambao mlioamini. Ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ilhali hakikisheni mnakufa mkiwa Waislamu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata yaliyo mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali ajma'in, khususan minhum amirul sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ياتي عشرة من الجنه ونزول نبيك وعليه وسيدنا الاخلاص والصفا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.